Ndio kwa hapa. Niko hapa na Shetani wa Yanga. Yes. Sasa Shetani wa Yanga, nataka nikuulize maswali. Unaionaje Simba ya leo? Simba ilikuwa vizuri nyuma na imepambana, lakini wakati huu Simba inabidi wekeze hela kama Simba wavunje kibubu. Kwa kifupi, Simba sasa hivi itawachoza washabiki. Wachezaji ni wadogo, Simba ni kubwa. Yaani Simba ina kiwango kikubwa, lakini wachezaji sio kuchezea Simba. Wale wachezaji wa Simba wa kuchezea Azam. Simba ni kubwa kweli, siwezi nikaipinga. Simba ni timu kubwa, klabu bingwa imeenda mara, lakini kwa sasa hivi wachezaji wa Simba walisio kuchezea Simba. Mtu kama Mkwara anaonekana. Yaani Simba ni kwa kifupi ni kubwa, lakini wachezaji wake ni inabidi wachezee Kagera. Wafanyeje sasa? Simba cha kufanya huu model ujavunje kibubu, atie hela kama JCM. Yaani achukue hela zaidi ya bilioni 30 awekeze. Huyu Mo ni wanaona kabisa hela, achukue hela watu wakina Mangungu wasajili. Mpira ni hela mama. Mpira ni hela, ndugu mwandishi wa habari. Wajue kabisa washabiki wanaumia. Washabiki wa Simba mpaka sasa hivi wameadibika kisaikolojia. Watafuteni madaktari wa kuatibu akili. Mpira unauma. Mpira unauma. Watu wa Simba wanataka kupata matukio mazuri. Simba imebloka, imesuruna Mtibwa. Azam kampiga nje ndani kwa nini wote. Sasa hivi huyu Mai wa Yanga sasa hivi hivyo. Simba imekuwa mbovu. Unaiona wapi kwa sasa hii Simba unaosema kwamba imekuwa mbovu? Unaiona inaelekea wapi kwa kipindi hiki? Simba iweze ikafariki moja kwa moja kwa Yanga ipo. Iweze ikafariki, lakini cha kufanya huyu model kama hana hela apigwe pembeni. Yaani Simba kinachotakiwa sasa hivi ni vitu viwili, akili ya uongozi na hela iwe nyingi. Na uwezo ukawa na akili bila hela ikuepo, inabidi Mo achukue hela, mabilioni ya matilioni, awape washabiki, awape wakina Mangungu. Mangungu aanze kusajili wachezaji. Yaani ndio maana angalie mfano kama Engineer. Amfuate Engineer na kulamba miguu. Naomba unisaidie watu wanafanyaje kuingia kwenye hizi mechi za klabu bingwa. Haya. Simba ingelikuwa nzuri tunaingia kwenye ligi ya ndani. Ligi ya ndani ana nini? Kafungwa na Azam. Kasuruna Mtibwa. Kwa kifupi kwa sasa hivi Simba inabidi wapate uongozi wenye akili na hela iwe nyingi. Vunjeni kibubu model hii. Vunja kibubu, acha ubaili. Hizo ndevu zilizofanya hivi, acheni kwa nani? Tia hela kwenye mipira. Hakuna timu yoyote sasa hivi duniani au Afrika ambayo tia hela. Mo tatizo ni baili yule ana hela lakini ni baili. Hilo ndio tatizo la Simba. Haya, tumefika hapo. Unaonaje, maana unasema kwamba timu ya Simba haina wachezaji, imepata anguko. Haya. Je, tarehe 1 mkifungwa? Ndugu mwandishi wa habari, wewe hicho kitu unachoniambia ni never, kwa kuwa nishamfunga mara 6. Simba hawezi kunifunga. Ana kikosi cha kunifunga na Max Zingeli, huyo sio mchezaji, ni cyborg. Mimi na mchezaji mmoja pala anaitwa Pakome. Yule dogo mpaka kuku zinaisha sasa hivi anakula makuku Tanzania. Sasa unakuja kuniambia Simba talifunga wapi? Zanzibar Simba anifunge mimi, ana mchezaji gani? Ana nani? Ndugu mwandishi wa habari, wewe usinioje hivyo. Simba ni ndogo, nampiga magoli 7 tarehe 1 mwezi wa 3. Waki wa billahi. Mimi na Baba Rabiat nampiga magoli 7. Simba hana chochote. Yaani nafunga yeye atake asitake. Washabiki wa Simba kwa sasa tunaoni vitambaa vidogo vidogo mapema kwa ajili ya kufuta machozi. Mnakufa, mnapigwa mara ya 7. Mguu mmoja wa Max Zingeli sawa na kikosi chote cha Simba. Utaniambia nini? Tumalizie kwa hivyo. Sasa unaongelea nini mwisho? Mimi nawaambieni kama Simba itanifunga tarehe 1, naweka hadi na hii hadi itekelezwe. Serikali msiingilie. Wachukue panga lile refu kama la Farao lile. Walinoe, walisugu, alafu wanikate kichwa. Alafu hicho kichwa wakizalilishe, wampe mwanamke akikalie kama kigoda huko anaosha vyombo. Kama Simba itanifunga. Na hilo swala serikali isiingilie. Mwanangu Rabi atakisema baba yangu amemkata kichwa. Kofi. William wa Simba ndo akate. William akishindwa kukata, wewe kwa nini unashindwa kukata? Kofi. Nakwambia Simba anafungwa Zanzibar. Haya, ndo tunaisha hivyo. Tumemaliza.